Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapenzi wa Mungu, na wakaribisha tena katika kujifunza neno, na leo tutakwenda kujifunza lile neno Injili ya Luka 11 mstari wake wa 24 mpaka wa 28. Kabla hatujaendelea, acha tuombe Mungu aweze kutufungulia tuweze kuelewa lile neno ambalo tunakwenda kujifunza. Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako, ninaomba unipe macho ya kiroho na akili ya kiroho ili niweze kulifafanua na kujua siri la hili andiko ambalo ninakwenda kulisoma. Pia wape wale uwezo wa kusikia, wale ambao wanakwenda kulisikia hili neno na liweze kulielewa. Katika jina la Yesu naomba nikiamini, amen. Asante kwa maombi hayo. Basi tukaribie katika kujifunza hilo neno, lakini moja kwa moja ninaomba twende tukasome kwanza hili neno. Ni Luka 11 mstari wake wa 24 mpaka 28. Pale itakuwa ni ya baraka zaidi tukienda kusoma. Ninasoma katika jina la Yesu. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, narudi nyumbani yangu nilipotoka. Hata afikapo akiona imefagiliwa na kupambwa, ndipo huenda kuchukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakiingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ikawa alipokuwa akisema maneno haya, mwanamke mmoja katika mkutano akapaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyoyanyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikialo neno la Mungu na kulishika. Amen. Tunajifunza nini katika hili? Hili andiko ni zuri na linavutia sana. Sasa nataka tuangalie ni kitu gani ambacho kimejificha humo, au andiko hili linataka tuelewe ni nini. Sasa andiko hili tutalichambua katika sehemu kadhaa wa kadhaa. Kwanza tutajifunza katika vipengele kadhaa katika ile Injili. Kwanza tutaweka katika vipengele kwamba tunaangalia roho mchafu anaporudi. Hii tunapata katika mstari wake wa 24 mpaka 26. Pale Yesu anaeleza kwamba roho mchafu anapotoka kwa mtu huzunguka kutafuta pahali pa kupumzika. Asipopata urudi na kukuta nyumba au moyo wa mtu ikiwa safi, lakini iko tupu bila ulinzi wa kiroho. Kisha huleta roho wengine wabaya zaidi, na hali ya kuwa mtu yule huwa ni mbaya kuliko mwanzo. Kwa sababu gani? Roho yule anapokutoka na anapoamua, umemtoa ule roho mchafu akaenda kutafuta mahali pa kuweza kutua au kuingia tena kuishi huko, anakosa. Kila sehemu kupo tight, anaamua kurudi tena kwako. Lakini anarudi tena kwako, anakuta pale sehemu kwako ni pasafi, lakini shida tu unakuwa una ulinzi. Kwa hiyo yeye kuingia pale anashindwa, anaenda kutafuta mapepo wengine waovu zaidi, wachafu zaidi, wanakuja na kuingia, na pale hali yako ya mwanzo ilikuwa ni afadhali, sasa inakuja kuwa mbaya zaidi. Ndo ili andiko anatufundisha hivi. Yaani kwa kufupi, maana yake inakuwa ni haitoshi kuacha dhambi tu, lazima ujazwe na uwezo wa Mungu. Hii ndio inakuwa ni maana zake zaidi. Kwa hiyo roho wa Mungu, ujazo roho wa Mungu ina maana kwa neno, kwa Roho Mtakatifu na maisha ya haki. Moyo usipojazwa mema, mabaya urudi kwa nguvu zaidi. Amen. Tukienda tena katika mstari wa 27 mpaka 28, heri ya kweli. Kuna mwanamke mmoja alimsifu mama yake Yesu, lakini Yesu alijibu, heri zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika. Amen. Yule mwanamke alitarajia pale labda Yesu angemsifia mama yake, lakini haikuwa kama vile alivyosema. Hii inatupa maana gani? Kwamba ni baraka
si kuwa karibu na Yesu kimwili. Baraka ya kweli ni kusikia neno la Mungu na kuishi kulingana na neno. Sasa tunaweza tukamalizia kwa kusema hivi, jisafishe lakini pia jijaze kwa Mungu au jijaze na Mungu. Amen. Usisikie neno tu liishie hivyo, bali lisikie neno na liishi kila siku. Amen. Kwa kusema hayo, ndugu yangu, ninaomba tubarikiwe, na tunajua kabisa mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tuendelee kujifunza neno la Mungu. Bye bye na kwaherini. Asante.